by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. And every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. It's not by power, it's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. Not by might, it's not by might, it's not by power, by my spirit, says the Lord. And every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. And every mountain shall be removed. He's the one who threshes the mountains and makes them such as dust. Not because of anything that we do, but because He is God. He is our God. He is all powerful. There is nothing that He cannot do. Anaweza mambo yote, hakuna jambo gumu kwake Baba. Ataondoa milima yote, mambo yote yanakaa mzigo, mambo yote yanakaa hayawezekani. We thank you, Father, because this is your promise. You're telling us to give you our worries, and cast all our cares unto you, my Father. You're telling us to stand firm, my God, and you shall come through.
You're calling yourself the God of all grace. That you're the God of all grace, my Father. There is nothing that you cannot do for us, my Father. And that is why we come before you with confidence, my Father. We come to you with confidence. Knowing that, Father, you can do great things. Knowing that, Father, you can do mighty things. Know that you can do exceedingly abundantly, even more than what you can ask, my Father, or even more than what you can think. That is what you can do, my Father. That is what you can do, my God. Lepakata, lemabashata maza, lepakata bashata rabakanda, lepakata rabakata rabalabalabaha, lepakata rabah. Every mountain in my life, let it be removed before me in the name of Jesus. May I receive the wings of an eagle to soar high above the storm, to soar high above every situation in my life. In the name of Jesus, may I receive divine strength. May I receive divine power. In the name of Jesus, Kenya, 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 receive divine power to soar high the storms that are your way, to soar high above the tribulations and the temptations. In the name of Jesus Christ, so high, Father, we cast our nation unto you, and we pray, Father, oh God, have your way, Father, have your way, bring down all kinds of mountains of rebellion, mountains of hard-headedness, Father, remove them from our lives, in the name of Jesus. Every mountain, let it be removed. We speak to every mountain in our lives. We speak to every difficulty in our lives. We speak to every situation in our lives that comes to remove our faith from us. We speak against it now in the name of Jesus. And we cast it out in the name of Jesus by the Spirit of God. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by your Spirit, says the Lord. Majeshi,
ya kwamba zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Na si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Tunatangazia nguvu zote za giza zimeshindwa, mapepo yote, mipango yote, kamati zote ambazo zinaketi kupanga maovu kinyume cha maisha yetu na kinyume cha nchi yetu, tunawatangazia kushindwa katika jina la Yesu. Si kwa nguvu zetu, si kwa majeshi yetu, lakini kwa Roho wa Mungu. Umeshindwa katika jina la Yesu. Mipango yote, silaha zote zilizoinuliwa kinyume chetu, kinyume cha nchi yetu, natangaza zimeshindwa. Hamna nguvu, hamna mamlaka katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. And Father, we thank you so much because of this wonderful morning. We thank you because of your word. Father, we are here because of your word. We are here because your word has given us power, has given us authority by God. We are not confused because of your word. Your word has given us purpose. It has given us direction, Father. It is your word, oh Father, that makes us wake up every morning, oh God, and have a reason for living, my Father. Oh Father, it is not because this life is good. It is not because of the benefits that we get for being alive. No, it is your word, Father, that gives us a reason to live, oh Father. And that is why we are here. Thanking you because of your word. Your word, oh Father, that you have been preaching to us this week, my Father. Telling us to cast our cares unto you, my Father, so that we may know that you care about us, oh God. And you even told us, my Father, that there is an enemy, oh God. But that enemy, Father, is not a challenge to you. You have already overcome. You already beat him, Father. At the cross of Calvary, my Father, you obtained victory for yourself, and you obtained victory even for us, my Father. You showed the world that it is only you who can be able to deal with the enemy. And Father, even our enemies, oh God, the enemies of the land of Kenya, the enemies of our own lives, my Father, oh God, we don't look at ourselves. We don't look at the power that we have. We don't look at the privileges that you have given us. But we are looking at you, my God. We lift our eyes unto you, my Father. Tunainua macho yetu kwako Baba, tukijua ushindi wetu unatoka kwako, na tunajua kuwa wewe ukiwa umesema ya kwamba sisi ni washindi, Baba, hatuwezi kukudoubt, kwa sababu Mungu tunajua ya kwamba wewe unaongea ukweli. Wewe hauna uongo ndani yako. Haujawahi ongea uongo Baba, na ndio maana tunakuamini, na ndio maana tuko hapa Baba. Na Mungu, tumesongea kwenye miguu yako, na tunaomba baraka zako, tunaomba kuinuliwa na wewe, tunaomba Mungu ukaweze kututenda mema, ukaweze Mungu kupata njia ndani yetu, ukaweze kupata nafasi ndani ya maisha yetu.
Tunakukaribisha Bwana Yesu, tunakukaribisha Bwana Yesu. Kenya inaweza kuwa imekukataa usiku, lakini sisi asubuhi tumeamka tukikukaribisha. Tunaamka Mungu tukisema wewe mfalme. Baba, tunakufungulia malango kupitia kwa madhabahu haya Baba, tunakufungulia milango Baba, tukisema karibu, karibu Yesu, karibu ndani ya nchi yetu, karibu ndani ya Kenya. Hebu katawale Baba. Wanaweza kuwa wamesema hawataki mambo yako jana, lakini sisi leo tunasimama kwa sababu unasema huruma zako ni mpya kila siku. Tunasimama tukiitisha hizo huruma za leo, tukiomba wali kusema kwamba wale kukataa jana, lakini leo Mungu tunakukaribisha tena. Yaliyopita Baba si ndwele, lakini leo tunayaganga ambayo yanakuja, na Baba tunasema hatuwezi bila wewe. Tunakukaribisha asubuhi na mapema. Njoo Baba, pata njia katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua mfalme na tunakusifu. Asante kwa nafasi ambayo umetupatia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. This is a wonderful morning that the Lord has made. Unajua kama ni mtu angekuwa na kupatianga uhai, kuna watu wetungewahi kuwa hai. Kwa tuliendanga kitambo. Kama ni mtu alikuwa anashikilia maisha ya mtu, kuna watu tungekuwa tumekufa kitambo. Nikiwakaribisha pia wenye mnanitazama, Mungu awabariki sana. Hebu tukasikia neno la Bwana, mkate wetu wa kila siku. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 10. Nitaongezea hata 11, sasa ni paragrafu moja. 1 Peter chapter 5 from verse 5 to verse 11. Nitasema, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Verse 8, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He plows around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering that you are. Verse 10. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. All power to Him forever. Amen. So this week, basically tumekuwa pia tukiomba Mungu we were busy casting our cares unto God, which is so good. Unajua tu kuomba hakuna kitu mzuri kama kuomba na kuambia Mungu tu kenye kinaendelea, kufungua tu moyo wako kwa Mungu. Unajua ni hard sometimes, unaweza kuwa na mambo yenye inaendelea ndani ya maisha yako, lakini hauwezi ambia mtu kwa sababu mwanadamu kuna level fulani ya understanding yenye anaweza shindwa kukuelewa. Lakini ikifika ni kwa Mungu hakuna kitu hakuna kitu hajui. Mungu kila kitu anaelewa. Kwa hiyo kuomba inakuanga poa kwa sababu at least unaweza kumwaga hati yako kwa Mungu. Unaweza mwambia kenye kinaendelea, kenye unapitia. And the whole of this week tumekuwa tukicast to our cares unto God kwa sababu wenyewe life imekuwa tough. But naye Mungu naye ako hapo tu kutu encourage, kutuambia nyinyi just go through the hardness, and then
Mungu ako hapo si kutuondolea hardness, but ako hapo kutuambia nyinyi strengthen yourself, endeleeni kujitia moyo, endeleeni kusonga mbele, kwa sababu at the end of the day si nyinyi peke yenu mnasafa, kila mtu hii dunia anasafa. Everyone is going through suffering. So God is like, you encourage yourself, continue, do not give up. And then anasema at the end of the day I will come, I will restore you. Chochote kitapotea hii wakati, vitu mingi zinaweza potea hii wakati mgumu. A lot of things can disappear, a lot of things can go down, but God anasema ni sawa, you suffer for the things that you're going to lose, you suffer for the hardness that you're going to lose, but God ana promise at the end of the day I'm going to restore, I'm going to support you, I'm going to strengthen you, and I'm going to put you on a firm foundation. So at the end of the day, hapa si mwisho, hatujafika mwisho, kuna mwisho huko mbele. So saa hii we go through, tuvumilie, na wakati Mungu anatuambia hajatuacha. So wakati hata time inaendelea kuwa ngumu, tunaendelea kuomba, Mungu anaendelea kutupatia nguvu kupitia kwa neno lake, anaendelea kutujaza na roho wake, kwa sababu roho wake, the word of God is the spirit of God. Wakati unasoma neno, wakati unahubiriwa, spirit wa Mungu anakuingia, na spirit wa Mungu ndio anakuchanga kupatia nguvu. Mama alikuwa anatuambia he is our strength, yeye ndio msaidizi wetu, our comforter. He's the one who comforts us. We need the spirit of God, otherwise hii life ni tough, na mtu atafikiria atakujiua, but hii life ni tough, you guys know that. Okay, I just want to address the first part. Nimeongelelea kuanzia verse 8 kwenda chini, but the first part ndio nataka tuombee sana. Hiyo ndio ilini strike wakati our pastor alikuwa anatupatia hii word on Monday. Humble yourself under the mighty power of God. Kuhumble yourself. What is humbling yourself? Kujinyenyekesha ni kufanya nini? Kujinyenyekesha si kuimba nyimbo nzuri, si kuvaa nguo smart, kujinyenyekesha si vitu zenye unaweza fikiria ati ni kuongea polepole. Nasikia mtu anaongea polepole ati ninajinyenyekesha. Hakuna. Humble yourself. Wacha tusome verse 5. Verse 5 at least ina elaborate kidogo. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. Humble yourself ni kukubali kuongozwa. Basically, wanadamu kutoka wakati Adam na Eve walifanya dhambi, Adam na Eve walichagua kujiongoza wakati walikula ile tunda. Ile tunda ilikuwa, Mungu alikuwa amewapatia choice. Alikuwa amewaambia, kama mnataka niendelee kuwa Mungu wenu, niendelee kuwaongoza, msikule hii tunda, don't eat of this fruit. Lakini kama mnataka kujiongoza, kama mnataka kuishi maisha ya kujiongoza na kufanya venye mnataka, mkule hiyo tunda. Na walikula, tunajua hiyo story. Walikula hiyo tunda. Kwa hivyo wakapokea nguvu ya kujiongoza, ya kutaka kufanya venye wao wanataka. Venye wao wanataka. Na hiyo ni kawaida ya kila mwanadamu. Kila mwanadamu ana hiyo desire, hatakangi kuongozwa. Kila mtu anataka kufanya venye anajisikia. But that is not now. Sasa hiyo ndio unasikia Mungu naye anakuja anasema humble yourself, kwa sababu naturally wewe you are a proud man. Hata unaona kwa verse 5, and all of you dress yourself in humility. Ujivike vazi la humility. Kama hizi nguo unaweza toa. Hizi nguo unaweza nikuta saa zingine nimevaa nguo zingine. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ninaweza toa. I can remove them. Hata wewe nguo zako you can remove them and wear other clothes, ama uongezee nguo zingine. So humility is the same way. Ni kama nguo, you wear it. Unavaa humility because naturally wewe kama mimi nimevaa hizi nguo kwa sababu naturally mimi sikuangi na nguo. Nikizaliwa sikuwa na nguo. That is naturally sikuangi hivyo. Kwa hivyo if I put on clothes, inamaanisha ni kitu mpya yenye nina introduce kwa system yangu, ni kitu mpya nina introduce kwa mwili wangu. The same case pia kwa maisha yetu, Mungu ana encourage that ukuwe mtu wa kuvaa humility, kunyenyekea kwa authority. Watu wengi tunapenda naturally, sisi tunapenda ukisikia ni kuenda hivi unasikia hautaki kuenda hivyo, wewe unataka kuenda hivi. Authority ikisema, unajua authority kuna wakati hakunanga authority, kuna wakati sasa hakunanga authority, na hapo mahali hakuna authority sasa hapo ndio inatakanga leadership.
kwa sababu leadership ndio anakuja na authority. Mwenye ako na leadership, authority inakujanga na leadership. That is what I'm trying to say. Mahali kuna leadership, kama nyumbani kuna our fathers and our parents, kuna our parents. Hao ndio authority ya nyumbani, because they are the leaders of the home. So whatever they say, tukisema tunaenda hivi, basically Mungu ana expect humble yourself, kwa sababu naturally you are not going to humble yourself, but Mungu ana expect like ujivike hiyo, ukubali kuongozwa. The same case, you who are younger must accept, kubali kuongozwa. Mahali kuna authority, kama hapa kwa kanisa we have a pastor, we have our dad here, the leader of this church. He needs to be, we need to humble ourselves, kwa sababu anaweza sema something na tukue zile za amesema no, we are not going to do it, because that is naturally us. But when he says it, we have no choice. God anasema tujinyenyekeshe, humble yourself. Wacha kupingana na yeye, wacha kushindana na pastor, wacha kushindana na authority, kwa sababu Mungu ana operate na authority. Mahali Mungu ameinua authority, hapo ndio ana operate. Hata Romans chapter 13 anasema mahali kwa inchi kama hii ya Kenya nimeinua authority inaitwa government. Government ni authority. That is the authority that is in the land. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanadamu ni wenye dhambi na hawamtiingi, watu hawapendi kutii Mungu, hawapendi kutii authority ya Mungu. Kwa hivyo Mungu amefanya nini? Ameinua mamlaka. Romans chapter 13 hivyo ndio inasema, ameinua mamlaka yenye itaforce mwanadamu kutii. Ndio maana ukivunja sheria ya serikali kuna prison, kuna gereza, kuna mikakati, kuna mnakumbuka yule kijana mwenye aliua wazazi wake na akaua brothers wake wawili, mnakumbuka huku Naivasha? Ilimchukua muda mgani kupatikana? Alipatikana haraka akashikwa, kwa sababu hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni ku make sure that mtu yote mwenye anakosea anakuwa humble haraka. Na that is why we need, na Mungu mwenyewe si tu kwa kufanya dhambi, kwa kukosea, pia kwa mikakati yenye serikali inatoa, we need to humble ourselves, kwa sababu serikali inaweza sema kitu yenye wewe hautaki kufanya, kwa sababu naturally hivyo ndio wewe huko. Inaweza sema kitu na wewe hautaki kufanya because that is who you are, lakini God ana insist humble yourself under the mighty, kwa sababu usipo humble yourself under the authority yenye iko ya hapa kwa dunia, how do you expect that uta obey authority ya Mungu? Hawezi. So the authority that is here, and I will want to just pass something that has just like I've been thinking about, and I will just throw it to you. Yesterday was the first a million doses za vaccines kutoka kutoka South Africa ziliingia Tanzania, a million of them, and the government was there. President Samia Suluhu, the new president of Tanzania, alikuwa hapo ku administer the first doses za vaccines za against COVID-19, and it made me think. Unakumbuka there was a president that was there before. Yes, we loved him, we were praying for him, but he died. In most cases he died because of COVID. Hatuwezi kataa. Tunakumbuka alikuwa he had a heart issue, so na yeye hakuwa anavaa mask, and the whole nation was not wearing mask. They were not, hakuwa wanajisubject to. The whole world inasema watu wakuwe serious na stories za COVID, but Tanzania kupitia kwa president wao na authority yao wakasema no. What happened? The consequences were there, and the president who came in, the vice president Suluhu, venye alikuja, at least wakaanzisha measures za ndio waone venye watakaa. Na saa hii what they have done, they have brought the vaccines. Wewe umedungwa vaccine, kwa nini haujadungwa? It is a question, because that is what the Bible is telling me hapa. Humble yourself under the mighty hand of God. It is a challenge to you. It is a challenge. Kwa sababu naturally we are not people to obey authority. We are not people to obey authority, but the word of God inakuja kutu challenge. Humble yourself under, you need just a thought. Iwe kama hautaki kudungwa, it's okay. Mimi sisemi watu wadungwe.
Hata mimi mwenyewe mimi bado ninaendelea ku wrestle na hiyo. It is, but the government is telling us tuende at least tuchongwe kwa sababu ni vaccine, at least it reduce chances. Then na sisi tuko hapa tukisema sijui tutakuwa aje, sijui inakuja kufanya nini, sijui that is not humility. That is not humility. That is not humility. Humbling yourself is accept to be led. Kubali kuongozwa na wenye wako na mamlaka juu yako, mwenye ako na leadership, kubali akuongoze. That is how you humble yourself, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Tunataka mambo mingi kutoka kwa Mungu and yet we don't want to listen. That is a challenge for you today. Let us stand up and let us continue asking God to give us the grace to be humble. In the name of Jesus Christ. Hebu jiombe na tuombe nchi yetu, tuombe our leaders. Let us pray for everyone to give God atupatie grace ya kuwa humble in the mighty name of Jesus Christ. And Father, we thank you this wonderful morning because of your word, oh God. We thank you because you care about us. We thank you because you're telling us, oh Father, a lot of things. And basically today, Father, you've told us that we need to be humble, oh God, and humbling ourselves before you and before the authority that you have given us. And Father, we know that naturally sisi hatutaki kuongozwa, sisi tunataka kufanya venye tunataka, but you require us to humble ourselves before you and also to humble ourselves before the authority that you have given us. And Father, we know that this is the only way you can be able to deal with us, when we humble ourselves, wakati tunakubali kuongozwa, wakati tunakubali kufanya kenye wewe unatuambia, na wakati tunakubali pia kuambiwa Baba, na tukubali kufanya kile ambacho tunaambiwa. Mimi kama mwana wako Baba Mungu, mimi ninaomba Baba, roho ya kukutii, roho Mungu ya kunyenyekea mbele yako, roho Mungu ya kuongozwa na wewe. I pray for a humble spirit, oh God. Even you're telling us in 2 Chronicles chapter 7 verse 14 that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and step away from their wicked ways, then that is how, Father, you're going to come down and heal our land. Humility, Father, you're telling us that it is the key to be obedient, Father. You're telling us that that is the key, oh God, to access your blessings, to access your power, to access, oh God, your victory, my God. Oh my Father, my Father, my Father. Naturally, Mungu, mimi nakubali kuwa mwovu, mimi nakubali kuwa Baba kichwa ngumu, mtu wa kupingana Baba na mamlaka ambayo Mungu umeleta katika maisha yangu. Mimi nakubali Baba ya kwamba Mungu sitakuwa wa kutii, sitakuwa kuandamana na njia ambayo wewe Mungu unaongea, si vile ambavyo mimi nataka, lakini vile ambavyo neno lako linasema. Baba Mungu, ninaomba hiyo humility. I pray for that humility, kwa sababu Mungu, katika hii safari Baba, tunajua utaongea mara mingi, tunajua utanena mambo mingi Baba, na kama hatujakutii Baba Mungu, hatutaweza Baba Mungu kusonga, hatutaweza kuendelea. Lakini ndio tuendelee Mungu kupata advice yako, ndio tuendelee kupata wisdom yako, ndio tuendelee kuongozwa na wewe. Lazima tuwe, ukisema jambo lazima tuwe wa kukufuata, kwa sababu wewe ndiye mfalme. Mungu, sisi si wafalme, wewe ndiye mfalme hapa, wewe ndiye unaongea, wewe ndiye unaongoza, wewe ndiye king. You are the king here, you are the Lord here, you are the master, we are servants of God. Na ndio maana Mungu, tunaomba hiyo roho ya kunyenyekea. Tusifikirie ya kwamba Mungu tuko kwa hii dunia Mungu ili wewe ufanye venye sisi tunataka, lakini Mungu tuko kwa hii dunia ili sisi tufanye venye wewe unataka. Badilisha mawazo yetu Baba, badilisha mawazo yetu Baba, badilisha mawazo yetu Baba, badilisha mawazo yangu Mfalme, kama wa Kenya Baba, badilisha mawazo yetu, badilisha mawazo yetu Kenya mzima Baba Mungu, kwa wakubwa na wadogo, vijana Baba Mungu, watoto, wazazi wetu Baba, hata wale wazee Mungu katika nchi hii Baba, tunaomba kubadilishwa mawazo. Tusikuwe wale tu Mungu wa kutotii Baba, tusikuwe tu wale Mungu wa kupingana Mungu. Hata Mungu, chochote wewe unasema Baba, bado sisi hatunyenyekei, bado sisi tunajiona tukiwa werevu,
Tunajiona Baba Mungu tukiwa Mungu wajasiri sana, tukiwa wajuaji sana. Mungu tusamehe hizo mara Baba tumekuwa wajuaji, hizo mara tunakuwa advice, hizo mara tunakuambia vile ambavyo utafanya, na sisi wenyewe hatusikii vile ambavyo wewe unasema tufanye. Unatuambia tutii, lakini sisi tunapingana sana. Tuko na siasa mingi, siasa Baba, hata juu ya hii ugonjwa Mungu, hii tauni ambayo Mungu umetuma katika dunia mzima Baba Mungu, watu wengi bado tunapingana, watu wengi bado tuko na siasa, watu wengi Mungu bado hatutaki kutii, bado tunaendelea Mungu kuwa Baba vichwa ngumu. Baba Mungu tunakuomba Baba, hebu katusaidie, hebu katupatie wisdom, tupee wisdom Baba, tupee wisdom Mungu, to direct in the name of Jesus. Direct us in the name of Jesus. Give us wisdom in the name of Jesus. Baba, sisi Mungu tunaomba, hebu tusaidie Mungu kuvumilia Mungu, tusaidie Baba kuwa watiifu, tusaidie Mungu hata kujinyenyekesha. Na Mungu, yote ambayo yatafanyika ni wewe tunaachia, ni wewe tunaachia maisha yetu. Hatuwezi sema Baba Mungu ati tunakuachia maisha yetu and yet we are trying also, oh Father, to disobey you. No Father, if you say that Father you're going, oh God, to bless us and to be with us, wewe ndio umetuambia tupitie haya majaribu, tuyapitie Baba. Wewe unasema tupitie Baba, wewe unatuambia tusiogope, unasema mwishowe ni utatupatia nguvu, unatuambia mwishowe nitakuwa pamoja na nyinyi. Na sisi Baba tunaendelea kuogopa. Ondoa uoga ndani yetu, ondoa ujinga ndani yetu, ondoa Baba Mungu kubishana Baba ndani yetu, ondoa Baba, iondoe Baba hii moyo ambao ni mgumu sana, ambao Mungu imeaffect Kenya mzima Baba, moyo mgumu, moyo hautaki kusikia, moyo hautaki kubadilika Baba, tunyenyekeshe, iondoe Baba, tunaomba ututengeneze, chunguza mioyo yetu Baba, chunguza mioyo yetu, acha iwe mioyo ambayo Baba inanyenyekea katika jina la Yesu. Mimi najiombea kama Mkenya Baba, ninajiombea moyo wa kunyenyekea, moyo wa kukutii Mungu. Ile mamlaka umeweka katika maisha yangu Baba, ninakuomba nipatie moyo wa kutii, si ya kubishana nayo, si ya kushindana nayo, si ya kuionyesha ati mimi ninajua sana. Nipatie hiyo moyo wa kunyenyekea, humility ndiyo ninayoomba. Ninaomba humility ndani ya maisha yangu, ninaomba kujinyenyekesha Baba, kujivika hiyo nguo ya kujivika humility. Ninaomba Mungu unisaidie humility, wakati Mungu umepatiana leadership, wakati umepatiana Mungu direction, wakati umepatiana authority, nipatie Mungu nguvu ya kukutii katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Yesu, asante sana Bwana Yesu. Asante kwa sababu unabadilisha maisha yangu, asante kwa sababu unabadilisha maisha ya Wakenya. Asante kwa sababu Mungu, Kenya Mungu iko chini ya mikono yako, na ndio maana tunaitisha hizo nguvu zako Baba za kufanya tunyenyekee. Ndio maana tunaitisha hizo nguvu zako Baba za kufanya Mungu Baba tukutii katika jina la Yesu Kristo. Na mashandala makandalaba riba shanda bazandaraba kataraba riba kataraba shandaraba kanda. Ninaomba moyo mnyenyekevu, moyo wa kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba moyo wa kunyenyekea, na kaunti zote, viongozi wote Mungu wawe wa kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, ninakuinua Mungu, ninalibariki jina lako, ninakutukuza maana wewe ni mwema, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Amashantala makandaraba shandaraba. Asanteni sana kwa sababu ya kushirikiana pamoja na sisi na kushirikiana pamoja nasi tunapoendelea kuombea nchi hii. Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi. Na endelea kuambia Mungu achunguze moyo wako, Usikue mtu mwenye anatembea na kiburi. Mahali Mungu ameweka mamlaka, wewe nyenyekea. Ni natural wewe kudisobey,
but usikue disobedient. Don't accept. Usikue mtu wa kubishana. Ikiwa kuna watu wanapenda kubishana, wanabishana. Lazima ukue right. Is it a must? Ni wapi Biblia imekuambia ati you must be right? You must no. Hiyo ndio itafanya usiishi maisha uko na amani. Hiyo ndio itafanya ukue na maisha ingine tough wakati hautii. Lakini wakati utakubali kunyenyekea, wakati utakubali kuambiwa, maisha yako haitabaki the same. Mungu atakubariki. Hivyo ndio Mungu hainuangi watu wameshajiinua. Mungu anainuanga watu watu wananyenyekea. Wewe unataka kuona nguvu za Mungu zikioperate ndani ya maisha yako, lazima unyenyekee. Nyenyekea, be humble in the mighty name of Jesus Christ and receive that grace. Sasa ni wewe accept, ukubali kutembea na hiyo neno. Receive that grace. Mungu ameachilia hiyo grace. He is the God of all grace. He has released it upon your life. You are able to be humble. You can be humble. You can do what you are told. It is possible. It is possible for you to be humble. So go and do it. Go start it and go continue being humble. Na Mungu, utaona Mungu kwa life yako. But otherwise, hakuna mahali mtakutana na Mungu unless anakuja kukugonga, kwa sababu anasema ana oppose the proud. So either ukutane na Mungu kugonga ama ukutane na Mungu akikuinua. Ukuwe na siku njema. Mungu akubariki sana. We can now share the grace, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Pokea salamu za Pastor Gladys na Pastor Anderson in the name of Jesus. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Be blessed. Have a lovely day.